Sasa baina ya mbingu na vilivyoko mbinguni na ardhi na vilivyopo ardhini kuna na kazi nyingine kaweka baina ya mbingu na ardhi. Hiyo hapa ndo kaweka kama somo kwenye aya ya 19 ya suratul Mulk. Tulitoa mfano katika darasa iliyopita kwamba siku moja Mtume alizungumzia vilivyopo baina ya mbingu na ardhi. Watu wakacheka, wakamuona mjinga, kazungumza jambo leo la uongo ulio wazi. Kwa akili zao wakawa wanaona baina ya mbingu na ardhi hakuna kitu. Sasa pahala pasipo kitu pataweza kutembea kitu? Palipo patupu, hapa kuandaliwa, hapana chochote. Kwa hiyo aya hii akasema afalam yanzuru, kwa aya hii ya 19 anasema awalam yarau ila tayri fawqahum, wakiwa wako chini ya ardhini watu wamekaa juu, si wanawaona ndege wanaruka? Hawawaangalii wale ndege wanapokuwa wako juu yao wanaruka? Safatin, wamezikunjua mbawa zao wakatembea kwa mbwembwe. Wayakbidhna, na wakati mwingine wanazifunga zikawaganda mwilini mwao, lakini bado wako juu angani wanajidai katika eneo lao. Mayumsikuhunna, hakuna anayewazuia wale wabaki kule juu, illa arrahman, isipokuwa mwingi wa rehema. Aya zimeshuka, teknolojia ya usafiri wa anga haijakuwepo. Kwa hiyo mfano uliokuwa wa karibu wa kimaumbile wa nature, waangalie hawa ndege aliyoumba Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala, ndege viumbe. Lakini ulimwengu wa sasa watu wenyewe nao wanatengeneza ndege, wanazotengeneza wenyewe kwa vyuma, shaba humo ikawemo na mambo mengine ya maplastiki, mabati, wakatengeneza chuma kingi na umbo kubwa sana la chombo kikawa kinaruka angani. Bado na hiyo inachukua mfano ule ule wa ndege. Hawaangalii basi ndege juu yao inavyokunjua mbawa zake ikapita angani. Nani anaizuia? Tugande hapo swala, nani anaizuia ndege? Wa Marekani ndo walioitengeneza anga iweze kuhimili vyombo vyao kupita? Au wa Yunani wa dola iliyopita walioanza ustaarabu na mapinduzi ya viwanda? Au umoja wa nchi za Ulaya? Au wapi? Kwa mtu mwenye akili yake timamu akikuta aya kama hizi